Kwenye kufunika udongo tuna njia mbili. Moja, tunaweza kufunika udongo kwa kutumia matandazo, kwa maana majani makavu na matawi tuliyokata kutoka kwenye pruning za Syntropic Agroforestry ya miti mbalimbali. Lakini njia ya pili ya kufunika udongo ni kutumia mazao vipando ambayo tunaita mazao funika, yani green manure cover crops. Kwa hiyo hizi njia zote mbili zitasaidia kufunika huu udongo wetu, ambapo kufunika udongo, cha kwanza itasaidia kuepuka upotezaji wa maji kwa njia ya evaporation, kwa sababu tuna prevent ile direct sunlight kwenye udongo. Lakini cha pili, tunapofunika udongo tunasaidia kuboresha mazingira ya kuleta microorganism au hawa wadudu rafiki kwenye masuala ya udongo, ambao wanasaidia kuleta virutubisho, lakini hata wanapokufa na wenyewe wanasaidia kuweza kuongeza vile virutubisho vinavyopatikana pale. Lakini kitu kingine tunachokipata kutokana na kufunika udongo, hizi mulching material zinatengeneza mushroom condition, yani ile hali ya kuleta uyoga. Kwa tunapokuwa tunaleta uyoga shambani, uyoga unasaidia kusafirisha virutubisho, lakini pia kuunganisha mti na mti, ili vile virutubisho vinapopatikana kwenye mti fulani viweze kwenda kwenye mti mwingine. Kwa hii itasaidia hii miti kuishi kwa kusaidiana, ama tunaita miscellaneous communication, kusaidiana kwa upatikanaji wa virutubisho. Lakini tunapofunika udongo pia kwa kutumia hizi cover crop, green manure cover crops, yenyewe inatusaidia kufix nitrogen, lakini pia sio ina fix nitrogen, inatusaidia pia kupata ile kivuli ambacho kinalinda udongo wetu na kuweza kufanya uwe salama kwa wadudu na wale wanaoishi katika udongo, na mwisho tunakuwa na udongo ambao una virutubisho na unaweza ukalisha mmea wetu na ukawa wenye afya zaidi. Ni kitu gani sasa mkulima anaweza akakifanya ili aweze kuwa na uhakika wa kufunika udongo wake? Tunajua mbegu za mazao funika zinauzwa sehemu tofauti tofauti, lakini unaweza ukapanda kwa mara ya kwanza na ukaanza kufanya harvesting ya mbegu, kwa ukawa unavuna mbegu ambazo utazitumia tena baadaye. Lakini njia nyingine ni kupanda miti ambayo itakusaidia kupata matandazo. Kwa mfano, ukipanda mwarobaini shambani kwako, utautumia mwarobaini ule kwa ajili ya madawa za nyungu, mafua, lakini mwarobaini huo utautumia kwa ajili ya kuni, lakini mwarobaini huo tutautumia majani yake kwa ajili ya kupata matandazo shambani. Lakini pia tunaweza tukapanda magugu ya aina tofauti tofauti, kwa mfano elephant grass, Mombasa grass, pembeni ya mashamba au kwenye mistari yetu, au kama utafuata zile principles za Syntropic, na utakuwa una uhakika wa kupata matandazo ya kutosha kwenye shamba lako. Kwa hiyo kwa upande wangu, mkulima anaweza kufanya vitu viwili. Kwanza, kupanda miti ya kumletea matandazo shambani. Pili, anatakiwa aweze kupanda hizo cover crops ambazo watapata mbegu za kuleta tena baadaye. Njia nyingine ya kupata hii miti ya kuleta matandazo ni miti ya migomba. Mgomba mmoja unaweza ukaleta migomba mingine mingi zaidi. Kwa hiyo unaweza kusacrifice. Kwa Kiswahili kusacrifice ni kwamba kujitolea, kwamba kuna hii migomba nimeipanda kwa ajili ya kupata chakula, lakini kuna migomba hii nimeipanda kwa ajili ya kupata mafuniko ama matandazo kwenye shamba langu. Lakini pia unapovuna mgomba, yale kigogo cha mgomba na majani yake yote yale ni matandazo. Kwa hiyo tunaweza tukapanda migomba mingi kwenye mashamba yetu, na kuna faida pia ya kufanya hivyo, especially kwenye kulinda afya ya udongo. Unapopanda ile migomba mingi, inaleta ubaridi fulani hivi kwenye lile eneo. Kwa hiyo ile microclimate unaoitengeneza pale inaweza kufanya mazao ambao hayaoti kwenye region hiyo yakaweza kuota. Kwa hiyo migomba ni moja ya njia ambayo inaweza kusaidia kupatiana matandazo ya kutosha, na unaweza ukaipanda kila baada ya mita 12 au mita 7, ni wewe tu na uamuzi wako. Lakini kwenye Syntropic mara nyingi tuna recommend kuanzia mita 4 hadi 4 au 6 kwa siku. Kuhusiana na njia mojawapo ya kufunika udongo ni kutumia mazao funika, ambapo mazao funika yapo ya aina tofauti tofauti, na kwa mfano hapa tuna haya maharage meupe yanaitwa Canavalia, lakini pia tuna marejea, ila pia tuna hii mkuna ambayo ni upupu laini. Hii yote ni muhimu kwa ajili ya kuleta virutubisho vya nitrogen kwenye mashamba. Kwa hiyo tunavyovipanda hivi kama placenta kwenye mashamba yetu, vitasaidia kuleta wale bakteria wanaoleta nitrogen kwenye udongo. Nitrogen ambayo ni moja ya virutubisho muhimu zaidi kwenye
uotaji wa miti kuanzia hatua za awali mpaka kwenye hatua za uotaji wa maua pamoja na kuivisha matunda. Lakini mazao funika yapo mingi, na unaweza ukatumia kunde, unaweza ukatumia maharage, ila haya niliyoyashika ni moja ya mazao funika yanayofanya vizuri zaidi kwenye kufunika udongo.